Tunafahamu kwamba hii ni wiki ya wanawake duniani, ili juma lote, na kilele chake ni siku ya kesho tarehe 8. Sasa na sisi kama taasisi tunakuaga na utaratibu wa kurudisha katika jamii, na leo tukawa tumejipanga kuja katika shule hii ya Salma Kikwete, shule ya sekondari, kwa ajili ya kuzungumza na wanafunzi juu ya magonjwa yasiyoambukiza, lakini kuzungumza nao juu ya ukatili wa kijinsia. Tunafahamu katika jamii yetu kuna watoto wengi wanafanyiwa ukatili wa kijinsia katika level mbalimbali, wakiwepo watoto wa kiume, watoto wa kike. Sasa hiyo elimu ya ukatili wa kijinsia tuliona ni vizuri tutenge siku ya leo kwa ajili ya kuja kuzungumza na vijana aina ya ukatili unaofanyika katika jamii, ili pia waweze kujua wanapokutana na mazingira ya namna hiyo ni wapi wanatakiwa kwenda kuripoti, kwa sababu wengine wanakutana na vitisho kwamba ukisema nitakuua, ama ukisema kuna kitu hiki utakosa. Na wengine ambao wanalelewa labda na walezi wanapata ukatili kutoka kwa walezi. Sasa tumewaambia, tumewapa elimu, hata kama unafanywa ukatili na watu wako wa karibu sana, usinyamazie ule ukatili, kwa sababu madhara ya ukatili ni makubwa. Yanaweza akamuumiza yule mtu taratibu, ukuaji wake kisaikolojia, akakuwa katika mazingira ambayo hayampi furaha. Na tunakuaga na watu ambao katika jamii unaweza kujikuta watu wamejinyonga, wamejiua. Sababu ziko nyingi, lakini pia madhara ya ukatili wa kijinsia yanachangia kwa sehemu kubwa. Sambamba na hilo, tumekuja pia kugawa pad sanitaries, pedi kwa ajili ya wasichana ambao washavunja ungo, ikiwa kama ni sehemu ya mchango wa taasisi ya GH Foundation kwa mabinti wanaosoma katika shule hii. Kwa sisi kama GH Foundation tunawapa maua yao kina mama wote wa Tanzania ambao wanapambana kuhakikisha wanazitunza familia zao, lakini walioko kwenye mashirika na taasisi. Na kama mnavyofahamu, hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, naye ni mwanamke. Kwa hiyo tunaona kwamba wanawake wakiwa kwenye nafasi wanaweza. Kwa hiyo tuwape maua yao, na wanaposherehekea siku yao hii, basi wajue kwamba sisi kama GH Foundation tunawaunga mkono, tunawasapoti, na tuko tayari kushirikiana nao katika mambo mbalimbali kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote. Jumbe wetu sisi kama taasisi ni elimu. Elimu iwafikie makundi yote, na haswa katika siku hii ambayo tunaelekea kuadhimisha siku ya mwanamke duniani hapo kesho. Na sisi tumechagua kuja hapa Salma Kikwete kwa ajili ya kutoa elimu hii kwa mabinti, na hata wa kiume walikuwepo, na tumetoa elimu hii kwa upana, na tutaendelea kushirikiana nao. Lakini zaidi tumegusia swala la mtindo wa maisha unavyoweza kuathiri maisha ya mtu, na magonjwa yatokanayo na mtindo wa maisha ndio yamekuwa yakichukua idadi kubwa ya watu hapa duniani, kusababisha vifo vingi sana. Kwa hiyo tumejaribu kufikisha elimu kwa vijana jinsi ya kubadilisha mtindo wa maisha ili waweze kuwa na afya njema, waweze kulitumikia taifa letu. Lakini nichukue fursa hii kuzishukuru taasisi zisizokuwa za kiserikali, hususani GH Foundation. Kwa siku ya leo wametutembelea hapa Salma Kikwete kwa ajili ya kutoa elimu, wakishirikiana na Manispaa ya Kinondoni, idara ya elimu sekondari, lakini idara ya afya, kwa ajili ya utoaji wa elimu ya mambo ya lishe, mambo ya afya, magonjwa yasiyoambukiza na masuala yote ya ukatili kwa ujumla. Lakini vile vile niungane na Watanzania kwa ajili ya kuadhimisha siku ya wanawake ambayo inatarajia kuadhimishwa kesho kitaifa. Lakini kwa leo hii taasisi wametoa muda wao na kwa ajili ya kuja kutoa elimu hapa Salma Kikwete, na kutoa taulo za kike kwa upande wa watoto wa kike kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya wanawake.